halmashauri zetu za mkoa wa Mwanza kwa mwaka 25-26 imetoa fedha nyingi kwa ajili ya mikopo ya wakina mama. Hapa Ilemela shilingi bilioni 3.3, na ambapo 4% ya wanawake ni shilingi bilioni 1.3 zimetolewa kwa ajili ya mikopo ya wakina mama. 4% ya vijana ikiwa ni bilioni 1.3, lakini wenye ulemavu ni shilingi milioni 666. Serikali ya mkoa imekaa na wakurugenzi, maafisa maendeleo na benki ya CRDB na benki nyingine kuona hata hizi fedha za mikopo za halmashauri, kwa sababu ya uzoefu mdogo wa tasnia ya usimamizi wa fedha hizi pia tutumie dirisha la kibenki ili zipite huko, ili ziwanufaishe wanawake walio wengi kupitia hii 4% ya wakina mama. Na tayari benki ya CRDB tumekaa nao. Kwa hiyo yawezekana msimu mwingine udhamini ambao Kafiti anaufanya tunaweza kumpunguzia huo mzigo ukafanywa na serikali kupitia 4% ya fedha za wanawake kupitia halmashauri zetu. Kwa hiyo ni jambo muhimu, kwa kuwa tukifanya hivyo kutakuwa na sustainability ya utoaji wa mikopo hiyo. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anaendelea kuimarisha sekta nyingine nchini ikiwemo sekta ya afya ambayo imeimarika zaidi katika mkoa wa Mwanza, lakini pia hata vifo vya wanawake na watoto vimepungua katika mkoa wa Mwanza. Uimarikaji wa maji safi na salama, hayo yote yana uhusiano pia na maendeleo ya wanawake katika mkoa wetu wa Mwanza. Elimu ya fedha na mafunzo ya ujasiriamali kufikia zaidi ya wanufaika 4,000 katika programu mbalimbali ambazo tumekwisha zitengeneza. Pia tumeweza kutoa mafunzo ya udereva kwa zaidi ya vijana 1,500 tukishirikiana na taasisi ya VETA. Tumeweza kuunda vikundi vya jamii 400 vya wanawake tukishirikiana na CRDB Bank Foundation. Mfumo wa Kafiti Foundation unajikita katika vitu vitatu ambavyo ni mitaji, maarifa na fursa. Ndugu mgeni rasmi, moja ya miradi muhimu ni kama hii ya mamalishe na babalishe uliolenga kuboresha biashara ndogondogo za chakula. Kupitia mradi huu tulipata zaidi ya waombaji 1,000 waliojitokeza, na wote watapata msaada wa mitaji wezeshi ikiwemo mikopo bila riba na gesi za kupikia. Katika tukio la leo tunatekeleza hatua muhimu za kimkakati. Tunakwenda kutoa mitaji kwa wanawake tukishirikiana na CRDB Foundation. Tunatoa elimu ya kifedha, tunaunganisha wanawake na taasisi za serikali zilizopo kupitia mabanda. CRDB Bank Foundation ni mshirika wa karibu sana wa serikali na wananchi yake, ikishiriki katika kuchochea ukuaji wa elimu ya fedha na ujumuishi wa kiuchumi, kukuza ubunifu, ujasiriamali, uzalishaji na upatikanaji wa masoko, urasimishaji wa biashara za wajasiriamali, kuwapatia leseni pamoja na mafunzo, uwezeshaji wa kutoa mitaji ya kukuza na kuendeleza biashara ndogondogo, na hasa biashara zile ambazo haziwezi kuwezeshwa kupitia katika mfumo rasmi wa kibenki. Ni faraja sana kuona yule mama muuza mboga sokoni ambaye alikuwa anahitaji uwezeshaji wa shilingi 200,000 ameweza kukuza biashara yake, na yeye leo anatambulika na benki. Hata yule kijana ambaye ile biashara yake ya samaki pale soko la Mwaloni iweze kumpa kipato cha uhakika, alihitaji kupata mkopo wa shilingi 1,000,000, na yeye leo amefanikisha ndoto yake. Mikopo isingeweza kupatikana kwa utaratibu wa kawaida wa kibenki, lakini leo hii kupitia CRDB Bank Foundation ikishirikiana karibu kabisa kutoa elimu
na Kafiti Foundation, yote haya yanawezekana. Wanapata mitaji hiyo wezeshi bila kuhitaji kuwa na dhamana yoyote, kama ilivyoelezwa na mkurugenzi wetu wa CRDB Bank Foundation. Ni heshima kubwa kwangu kushiriki katika siku hii ya kipekee inayolenga kukuza uwezo wa wanawake, hususan wajasiriamali wadogo na wakati. Hii ni hatua muhimu katika kupunguza umaskini na kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Serikali kwa kushirikiana na wadau inaendelea kuweka mazingira rafiki kwa maendeleo ya wanawake kwa kuwapatia fursa mbalimbali, ikiwemo mafunzo na huduma za kifedha kama hizi za leo ambazo tumeambiwa hapa. Aidha, serikali inaendelea kutenga 10% ya mapato ya halmashauri kwa ajili ya kuwawezesha wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Vilevile kupitia benki ya NMB, mikopo yenye riba nafuu ya 7% inatolewa kwa wafanyabiashara wadogo wadogo wakiwemo wanawake. Watu walikuwa waamini hivi jamaa atatufikisha kweli? Naomba niwaambie safari ya Kanaani sasa inawadia. Na ile mila mpya yenye ustawi, ile mila ya watu waliostawi kiuchumi na kijamii, safari yao inaanza leo. Lakini yote haya yasingefanyika pasipo ruhusa ya mheshimiwa wetu, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuniamini na kuniteua nije nigombee hapa Ilemela, na baadaye wana Ilemela kunipa ridhaa hii. Hakika ninawaambia nitawahudumia usiku na mchana. Mmenichagua miongoni mwenu, mmenichagua kufanya kazi. Mzigo mlionipa niliwaahidi nitakwenda bungeni kuwatumikia. Nitakuwa mwakilishi wenu katika kila hali. Mmenituma niwafanyie kazi, na mimi nilisema sitakuwa mbunge wa Dar es Salaam, nitakuwa mbunge wa wilaya ya Ilemela. NSSF itaendelea kushirikiana na Kafiti Foundation kuhakikisha kwamba tunatoa elimu ya hifadhi scheme, kwa sababu pamoja na kwamba mnaenda kufanya biashara, lakini muijue kesho yenu kwamba kuna siku uzee utakuja, kuna siku utakutana na majanga kama ulemavu, kuna majanga kama magonjwa. Hayo ni majanga ambayo yako ndani ya hifadhi scheme. Kwa hiyo utakuwa unachangia kiasi kidogo tu cha 1,100 kwa siku au 30,000 kwa mwezi kwa ajili ya kupata huduma zile za msingi za hifadhi ya jamii, ikiwemo pensheni huko mbeleni, lakini pia ukipata huduma ya matibabu. Hii ni Tanzania Habari.